Ipo clip moja ambayo imekuwa ikienda sana kwa kasi kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini clip hii ilikuwa inamuonesha mwanadada fulani hivi kutoka mkoa wa Manyara akisimulia tukio ambalo limeweza kumtokea, na tukio hilo limemtokea baada ya kuchati na mtu mmoja aliyedai huyo mtu ni jinsia ya mwanamke, yani ni mwanamke mwenzake. Hii story ni sensitive kidogo, imeweza kugusa hisia za watu wengi. Ilikuwa naangalia kupitia pages mbalimbali ambapo imepostiwa hii story, lakini kama bado hujaiona nitakuonesha hapa mwanzo hadi mwisho. Ngoja nikufanyie summarization kwa kifupi kuhusiana na story hii ambayo aliweza kuitoa mwanadada, lakini baada hapo utaweza kumsikiliza yeye sasa akiongea hii hapa story mwanzo hadi mwisho kupitia mtandao wake wa TikTok. Baada ya kuchati kwa muda mrefu, ilikuja ikatokea yule mwanamke aliyechat naye DM kupitia mtandao wa TikTok akamuomba namba yake. So kwa kuwa ameona ni jinsia ya kawaida kama ya kwake, akaamua tu kutoa namba yake bila pressure wala bila shida. Sasa yale mazoea ya kuchati kupitia mtandao WhatsApp na vitu kama hivyo, wakachati. Sasa siku moja yule mwanamke sasa aliyemuomba namba akaomba appointment wakutane, na sehemu ambao watakuwa kukutana katika sehemu fulani hivi ambayo nitakuachia uweze kusikiliza clip hii mwanzo hadi mwisho, utaweza kusikia. Lakini sehemu hiyo ilishafungwa kwa siku za nyuma. So huyu mwanadada mwingine sasa akawa anajaji, mbona hii sehemu ambayo umeniambia tukutane kama vile ilishafungwa? Yule mwanadada akamtoa sasa akamwambia amna, haijafungwa, ila wewe njoo, lakini hatutakutana katika hiyo sehemu direct, tutakutana katika nyuma hiyo sehemu ambayo imefungwa, kuna garden fulani, tutapiga story 2-3. Sasa ikafika ile time ambayo walitakiwa kukutana, ilikuwa ni majira ya saa 10 jioni. Huyu mwanadada sasa akaenda zake sasa kwenda kufanya meeting na huyu ambaye alimuomba namba kupitia DM ya TikTok. Hapa nafikiri utaweza kujifunza mengi kuhusiana na haya ambaye ameweza kuelezea mwanadada huyu kupitia page yake ya TikTok, kitu ambacho kilimtokea. Hapa ni Blue House. Mimi naitwa Daud Alexander Scott Rizzi. Ukisubscribe ndio unakuwa mwanafamilia yetu wa nguvu ambaye kila siku na kila wakati utakuwa unapata updates zetu. Sikiliza hii simulizi ambaye anaongea huyu mwanadada, lakini baada hapo utaweza kushusha comment yako. Hello guys, jamani, na shida moja, jamani naomba mnisaidie. Sawa Kuna mtu mmoja aliwahi kuni-DM TikTok siku 3 zilizopita, ambaye ilikuwa ni tarehe kama ngapi sikumbuki, kwa siku 3 zimepita. Yes. Alini-DM akananiambia Babla nakufahamu, nishakuona sana fresh. Nikamwambia basi sawa, naomba akaniomba namba, nikamtumia namba zangu za WhatsApp, aliomba namba za WhatsApp. Sawa. Nikakubali, nikaenda nikamtumia namba. Fresh tukachati nini. Haya, jana tarehe 5, yes. Nikisema tarehe 5 nazungumzia ni juzi. Tarehe 5 Januari. Akaniambia naomba appointment na mimi. Nikaenda kuonana naye kwenye hiyo place alichagua. Aliniambia kuna sehemu moja. Of course mimi niko Manyara Babati. Kuna sehemu moja inaitwa Tururu Waterfalls. Yes. Nimeenda kuonana na huyo dada, ni mwanamke. Yes, of course. Nimeenda hiyo sehemu na ilifungwaga kabla. Yeah. Nikaenda kuonana na yeye hiyo juzi tarehe 5. Ninavozungumza na nyinyi hapa. Anaitwa Brenda. Aliniambia anaitwa Brenda. Kwa ni hapa Babati. Nikaenda kuonana naye. Ilikuwa kwenye saa 9, aliomba appointment saa alasiri. Nikaenda kuonana na huyo dem. Nimefika pale, si amesema anataka kuniona to meet like. Nikamwambia lakini kabla sijaenda kuonana, nikamwambia lakini mbona haya mazingira mimi najua yamefungwa? Akaniambia wewe njoo, hamna shida, hatuendi Tururu kule ndani kwenye waterfalls, lakini nitakuwa kwenye huku upande wa nyuma kuna garden. Nikaenda kukutana na huyo mwanamke fresh, lakini huyo mwanamke nimekutana naye, mimi napenda sana kuvaa pensi. Nimevaa hiyo pensi na kiatu kinafanana na ya kwake, yani tuna mechi, lakini shati nilokuwa nimelivaa juu langu ni brown, la kwake ni blue. Sawa lakini yani kila kitu ni sawa, ila yeye alikuwa amefunga kilemba kama cha Kiislamu. Nikaenda nikameti naye pale fresh, tukapiga story nini. Nikamwambia lakini mbona kama umemechi na mimi kuanzia viatu mpaka pensi, inawezekanaje? Akaniambia mimi labda nimependa tu, labda huenda ikawa tuna share. Nikamwambia tunashia kwenye ngo gani? Akaniambia wala pengine hata nani zetu zinafikiri kitu kimoja, kazi zetu zinafikiri kitu kimoja. Nikamwambia lakini mbona kama wewe ni mimi, yani wewe ni mimi, yani yeye anafanana na mimi, yeye ni mimi, yani like tumetofautiana kitu kimoja. Mimi na dread na natembea kichwa wazi, ila sijaona kichwa chake amefunga Kiislamu hivi. Kavaa kile kinini hivi, afa kavaa kinani hivi. Yani alivovaa ni kama mimi nilivovaa siku hiyo. Haya.
Nimekaa jana tukachati vizuri, tunawasiliana. Baada ya muda kwanza pale lile eneo nikamwambia mimi nawahi, nimemwacha mtoto wangu nyumbani peke yake. Sawa. Akaniambia hakuna shida, mtoto wako yuko salama. Nikamwambia mtoto wangu yuko salama, umejuaje mimi na mtoto? Akaniambia hamna shida, kama ulimwacha nyumbani atakuwa yuko salama kipenzi. Tukaendelea kupiga story. Ilikuwa saa 9, nikamwambia tumekaa nusu saa. Nikamwambia mimi naomba, mbona kama nikamwambia kama unafanana na mimi. Akaniambia hamna, labda pengine si ndio. Nikacheka, nikamwambia uende kama babangu amepita. Nikamwambia anyway, ulinijua vipi? Akaniambia hapana baba, mimi tu nimekuwa na TikTok, nikawa nafuatilia page yako ya TikTok, nikakujua vizuri. Haya, nimekaa naye nimezungumza fresh nini. Nikamwambia nikwambie kipenzi, mimi naondoka, nimwache mtoto wako yuko salama. Analazimisha tuendelee kubaki hiyo place, na ilikuwa ni saa 10. Nikamwambia mimi nimwache mtoto wangu kule nyumbani na sijui mazingira nimemwacha maana hana mtu. Nikawa nimeondoka. Nimerudi nyumbani fresh tuka kitu saa tunachiti WhatsApp, umefika kipenzi? Nikamwambia nimefika salama mwaya. Sawa. Haya, hatuja chati leo, yani kwenye tarehe 6 usiku, kwa sababu leo ni tarehe 7 mpaka sasa ninavyozungumza sasa siku imebadilika. Tukawa tunachati kwenye saa 4 usiku, akananiambia kipenzi, umenisusa au mbona kama umemind labda nini? Sisi ni ndugu, sisi ni kitu kimoja. Kama sisi sio ndugu, tumejuana tu TikTok, hatuna hata wiki moja. Unaniambiaje mimi ni ndugu yako? Unanijua vipi? Unanijuaje? Ambia unabisha kama unanikataa kama mimi sio ndugu yako. Nikamwambia sasa salama. Haya, aitwa Brenda. Nimekaa sasa hapa usiku. Sasa mimi naishi na mtoto wangu hapa. Nimekaa sasa hapa ananigongea mlango. Sawa? Ninavyozungumza na nyie amenigongea mlango. Hata dakika 3 hazijapita. Ananigongea mlango, ananiambia ni Brenda, nifungue mlango. Sawa? Ananiambia nifungue mlango. Namuuliza umejuaje mimi ninapoishi? Namuuliza umejuaje mimi ninapoishi? Ananiambia ni mimi Brenda, rafiki yako yule ndugu yako. Nimekaa hapa guys, naomba mnisaidie, sasa ni saa 7 usiku. Tena sana nikasoro, ananigongea mlango. Na mimi sijui amefikaje. Yes, sijui amefikaje. Na hapa kama kwanza siku nimekutana na yeye kwa nyumba, naona mapazi yangu yanafunuka na kufunga. Mapazi yanafunuka na kufunga usiku. Silali, yani sielewi. Yani muda mwingine nakunywa pombe, lakini ikifika baada ya muda nakuja kushtuka, ile pombe zimekata, nakuja kukuta mapazi yangu yanafunuka na kufunga. Yani mapazi yanafunuka na kufunga. Mimi sina mapazi ya remote, lakini mapazi yangu yanafunuka na kufunga. Yani sielewi. Sasa ametoka kunigongea hapa mlango, ananiambia ni Brenda, nimfungulie, ni ule ndugu yangu. Yani guys, mnisaidie. Yani sielewi nini nifanye. Nimeamka usiku, mtoto wangu kalala hapo, mtoto wangu hapo kalala. Sijui nini nifanye guys, niko peke yangu. Guys, naomba mnisaidie jamani, mnishauri.